أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani, tukiendelea na durusi zetu za kitabu cha As-Salafiyyatul Wahhabiyya, afkaruha al-asasiyya wa judhuruha at-tarikhiyya. Leo tutasoma baadhi ya jumuiya za Kiwahabi na namna ambayo kwamba zinapokea fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli za kueneza uwahabi katika ulimwengu. Asma'u ba'dhi al-jam'iyyat al-wahhabiyyah as-salafiyyah, haya ni majina ya baadhi ya jumuiya za Kiwahabi na za Kisalaf. Wa turuqu tamwili as-salafiyyati fil alam, na njia ya kuwapatia fedha za kuendesha uwahabi masalaf ulimwenguni. Dhakarna, tumetaja fi awali hadha alfasli, mwanzo wa fasli hii, turqa intishari salafiyya, njia za kuenea usalaf au alwahhabiyya ama wahabi fil alam, katika ulimwengu. Wa anna dhalika yatimu imma bitariqati ad-du'at, na hilo linatimia ima kupitia njia ya walinganizi, alladhina ambao kwamba humulu waadhu, ni watu wa mawaidha, walkhutabao na makhatibu wahubiri, wala imma na maimamu wa misikiti, njia kwanza. Wa imma bitariqi nashri, ima kwa njia, ima wahabi wanaueneza kwa njia ya an-nashri, yani kusambaza vitabu, wa tibaati al-kutubi, na kuchapa vitabu, au bishariti, au kupitia cassette, wa ghairi dhalika, na njia zingine zisizokuwa hizo. Wa hadhihi, na haya mambo yote ikiwa ni kuajiri makhatibu, kuajiri maimamu, kuajiri wahubiri, kuchapa vitabu, kusambaza cassette, yote haya tahtaju litamwilin, haya yote yanahitaji fedha qat'an, kwa kukata. Yani hakuna shauri kwamba haya mambo yanahitaji fedha. Lisarfi rawatiba, kwa ajili ya kutoa mishahara, liduati, ya hao walinganizi wa Kiwahabi, wa tasdidi athmani at-tibaa, na kulipa thamani za kuchapisha, yani malipo ya kuchapisha vitabu. Wa innama yatimu dhalika, na hilo linatimia la kuwapa fedha, biwujudi jihatin, kwa kuweko pande mumawila, zenye kutoa mali, wa munfiqa, zenye kutoa fedha, fi hadha almajali, katika viwanja hivi. La siyama, asahasa, wa anna at-tamwila fi hadha almajali yatimu bitariqatain, kutawanya fedha katika majal haya, katika viwanja hivi vya kueneza uwahabi, kunatimia kupitia njia mbili. Mosi, tariqatul ula, njia ya kwanza, hiya tariqatu infaqi al-amwal, ni njia ya kutoa mali, ala shakli tabarruatin, kwa njia ya kujitolea, yani sadaqa, kama sadaqa. Tabarru yani kitu cha kujitolea, duna nadhar ila almardudi almali, pasna kuangalia kitu gani kinachorejea katika mali, si tunatoa tu. Wa innama almaqsudu, maksudia kugawanya hizo fedha, min hadha alinfaq, maksudia kutoa hizo fedha, bathu alfikri, ni kutawanya na kueneza fikra tu ya uwahabi, wa nashruhu, na kuieneza. Basi hiyo njia ya kwanza. Njia pili, at-tariqatu thaniya, njia pili, hiya tariqatu at-tijara, ni njia ya biashara, bitibaati al-kutub, kwa kuchapa vitabu, allati, ambavyo kwamba tahmilu hadha al-fikr, vilivyobeba fikra hii ya Kiwahabi, au takhdimuhu, au vinavyoitumikia fikra hii, wa tuyassiruhu, na vinaiwepesisha fikra hii, yani vinaiwepesisha kuenea fikra hii. Wa hadhihi tariqa, na njia hii,
Tatimu inatimia min qibali ashkhasin, kupitia watu mashuhurina bitijarati, ambao kwamba ni mashuhuri sana kwa biashara, wametangaa sana, wamefahamika kwa biashara, akthara zaidi min alilmi, kuliko ilmu ghaliban, mara nyingi. Yani njia hii mara nyingi huwa hawatumii wasomi, bali wanawatumia watu ambao kwamba ni maarufu kama wafanya biashara tu. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kugundulika. Wa yatimu al-ittifaq ma hadhihi al-jihad, na kunatimia kukubaliana, yani kunakuwa kuna makubaliano, kuna mikataba maalum pamoja na pande hizo za kiwahabi, yani hawa wafanya biashara na hizo pande za kiwahabi, kunakuwa kuna ittifaqiyat, makubaliano, li sharai isdaratiha, makubaliano ya kununua zile machapisho zao, yani machapisho ya hawa wafanya biashara, wa manshuratiha, na vile vitabu wanavyovisambaza, wa matubuatiha, na wanavyovichapa, liljamiati allati, kuwauzia university ambazo kwamba tuqarriru dhalika alfikra, zinazofundisha fikra hiyo kiwahabi, awil aswaqa liljamiati, awil aswaqi almustahlikati lahu, au masoko yenye kutumia hizo vitabu vyenye fikra ya kiwahabi, walati, na masoko ambayo kwamba yujadu fiha, kunapatikana ndani yake, raghibuna lihadhihi alkutubi, wenye kutaka vitabu hivi vyenye fikra za kiwahabi. Hiyo ni njia ya pili. Kwa hivyo njia hii ya pili inakuwa ni njia ya biashara. Wewe una kampuni ya uchapishaji vitabu, sisi ndio tunaofadhili fikra za kiwahabi na kueneza uwahabi. Tunakuja kwako, tunakubaliana ya kwamba chapisha vitabu kadha 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 kadha, na vitabu hivyo ambavyo tunakuambia uchapishe ni vitabu vya kiwahabi, kwa sababu tuna jamia kadha, tuna shule kadha, tuna shule kadha, hizi shule zote zinafundisha mitaala yetu ya kiwahabi. Kwa hivyo unachapisha hivi vitabu, sisi tunakuja tunavinunua hivi, alafu tunaenda kuwauzia wanafunzi wa vile vyuo, au tunawagawanyia bure. Kwa hivyo hii inakuwa ni makubaliano ya kibiashara, lakini lengo ni lile lile. Mfereji wa kwanza na mfereji wa pili wote unamiminia katika kisima cha kueneza uwahabi. Alhaqiqa, na kiuhalisia, inna markaz at-tamwil, hakika kituo kikubwa cha kutoa fedha lada salafia alwahabia, kwa mawahabi, fil alam, katika ulimwengu, hiya almusaadatu almaliya, ni misaada ya kifedha, alati, ambayo kwamba ta'tihim, inawajilia, min idarati hay'ati albuhuthi wad-da'wati wal-irshad, kutoka katika idara ya jopo la utafiti na da'wa na kuongoza irshad. Hii ni taasisi maalum ya kiserikali ambayo kwamba iliyoko Saudia. Kwa hiyo idaratul ifta, na hiyo ndio idara inayohusiana na mambo ya fatwa. Fayatimu takhsisu mukhassasatin muayyana, kunatimia kutenga fungu maalum, likulli markazin, fungu maalum kwa kila center au jamiyatin, au kila jumuiya, tad'u ila alfikri alwahabi, ambayo kwamba inayolingania fikra za kiwahabi, wa ila almukhattat alladhi, na ila alfikr afwan. فيتم تخصيص مخصصات معينة لكل مركز أو جمعية تدعو إلى الفكر الوهابي, kila jumuiya au kila senta ambayo kwamba inalingania fikra za kiwahabi, wa ila almukhattat alladhi, na ile mukhattat ni kitu ambacho kwamba kilichopangiliwa, yani zile program au ile mikakati, ila almukhattat alladhi, mkakati ambayo kwamba tuwajihu bihi, unaelekeza kutekelezwa mkakati huo, inaelekeza kutekelezwa mkakati huo, idaratul iftai, idara ya fatwa, hunaka iliyoko huko. Ushaona? Kwa hivyo fayatimu takhsisu mukhassasatin muayyana likulli markazin au jam'iyatin tad'u إلى الفكر الوهابي وإلى المخطط الذي توجه به إدارة الإفتاء هناك المتصلين به, يعني توجه به إدارة الإفتاء المتصلين بها, يعني جمعية أو سنتر
ambayo kwamba inayotekeleza mkakati ambao kwamba idara ya fatwa imewaelekeza watu ambao kwamba walioungana nayo kutekeleza mkakati huo. Kwa hivyo watu, kiufupi, watu wanaolingania fikra hizo na wanaotekeleza ajenda za idaratul ifta ndio wanaopewa hizo pesa. Waladaiha mizaniyatun kabira, na idara hiyo ina mizaniyatun kabira, ina budget kubwa jidda sana. Qadiratun, budget yenye kuweza, ala binai almarakiz, budget yenye kuweza kujenga markaz wal masajidi, na misikiti, tamwili duatiha, na kuwapa fedha walinganizi wake, fi kafati arjai alalami alislami, katika vipembe vyote vya ulimwengu wa Kiislamu. Wa idaratu hay'ati albuhuthi hadhihi, na idara ya jopo la fatwa hii, tataawanu, inashirikiana, inasaidizana, litahqiqi ahdafiha, kwa ajili ya kutekeleza malengo yake, ma rabitati alalami alislami, pamoja na taasisi ya rabitatu alalami alislami, yani kiunganishi cha ulimwengu wa Kiislamu. Hii nayo ni taasisi iliyoko Saudia, taasisi ya kimataifa taban. Allati laha aidan makatibu, taasisi hii ambayo kwamba pia iko na ofisi muntashiratun, zilizoenea, fi jamii anhai alalam, katika pande zote za ulimwengu, au dualin kathira, au katika dola nyingi, katika nchi nyingi, litahqiqi hadafi idaratin wahidatin, kwa ajili ya kutekeleza malengo ya idara moja munadhama, iliyopangiliwa. Bilidhafa, kuongeza bilidhafa, yani kwa kuongeza, ila anna salafiyin almunshaqina ala haulai taqlidiyin, kwa kuongeza pia ni kwamba masalafi ambao kwamba waliojitenga na watu hawa ambao kwamba wanafuata zile njia za kitambo, yani wahabi wa kitambo, walmunkirina alaihim, masalafi waliojitenga na hawa mawahabi wa Saudia, walmunkirina alaihim, ambao kwamba wanao wakemea, walaahum, au wanaopinga walaahum litaghuti, kumfuata kwao taghut, ala hasabi taabirihim, kulingana na maelezo yao. Wajadu masadira ukhra, wamepata pia vyanzo vingine, litamwili, vya kujipatia fedha. Yani asema si kwamba masalafi yote waendeshwa na hiyo idaratu hay'ati albuhuth, kwa sababu kuna masalafi wengine waipinga hii idaratu hay'ati albuhuth, au wapinga siasa zake. Kwa hivyo wakajitenga nao, wakasema kwamba hao wanafuata taghut, fuata shaitan katika siasa zao. Kwa hivyo hao pia wana vyanzo vingine vya mapato. Wa min ahami tilka almuassasat au aljam'iyat, na katika hizo taasisi zingine muhimu zaidi, na hizo jumuiya zingine, na hayo makundi mengine ambayo kwamba pia yanayotoa fedha, ni pamoja, la kwanza ni hilo idaratu hay'ati albuhuthi wa da'wati wal irshad, wa hiya almasdaru alraisiyu, na hii idara ya hay'atu albuhuth ndiyo almasdaru raisi, ndiyo chanzo mama, chanzo msingi lilfikri, kwa ajili ya chanzo cha fikra hii ya Wahabi, wal mumawwilu alasasiyu, na mtoaji fedha wa kimsingi kabisa, lilfikri alwahabi, kwa ajili ya fikra hii ya Wahabi fil alam, ulimwenguni. Yani chanzo mama cha mapato au cha kutoa fedha kwa ajili ya kusambaza Wahabi ni hii idaratu hay'ati albuhuth. Pili, rabitatul alami alislami, rabitatul alami alislami, taasisi ya rabitatul alami alislami, allati, ambayo kwamba tuwazzi'u almasahifa, inasambaza misahafu, wa kutuba ibn Taymiyyah, inasambaza vitabu vya Ibn Taymiyyah, ghairihi, wengine wasiokuwa Ibn Taymiyyah, min a'immati salafia, katika maimamu wa kisalaf, wal wahabia, na mawahabi. Lilasafi shadid,
Pia hii idaratu hay'at al-buhuth Rabitatul Alami Islami na mawakala wake hata hapa Tanzania. Sasa hivi tumeanza kuiona ikifanya program mbalimbali za kufadhili mashindano ya Qur'ani na vitu vingine. Nafikiri kitu kimoja ambacho kwamba mara nyingi sisi tunaghafilika watu wa tariqa sana. Huwa tunashindwa kuelewa kwamba hao mawahabi hawezi kufadhili harakati yoyote kilillahi tu isipokuwa wanakuwa na malengo yao. Wanakuja hivyo hivyo, wanaingia hivi hivi. Lakini lengo lao ni kueneza uwahabi ikhwan. Wanakuja si kwa lengo, si kwa kimvuli cha kuwajengea misikiti, kwa kimvuli cha kuwaletea tende na misahafu, kwa kimvuli cha kuwafadhili si mashindano ya Qur'ani, si mashindano ya nini. Hawana lolote. Lengo lao ni kueneza uwahabi tu. Kueneza uwahabi tu. Lakini maskini ya Mungu sisi mara nyingi ni mughafalin. Tukiona tende, tukiona misahafu ya bure, tukiona senti hizi andaeni masahafu, eti andaeni mashindano ya Qur'an, tunajua hapo kuna fungu litabaki, basi hurengwa sisi, akili zetu huturuka. Huwa tunashindwa kuelewa kwamba hao wanatoa kwa ajili gani? Hao wanatoa kwa ajili gani? Lengo lao nini kutoa? Kwani kule kwao Saudia hakuna maskini? Kule kwao Arabuni hakuna maskini? Kule kwao Arabuni hakuhitaji kuweka mashindano kama haya? Kwa nini wanakuja kuweka hapa? Why? Kwa nini? Lengo lao nini? Hatujaji. Sisi tunachukua mapesa tu. Tukija kushtuka tayari wahabi ushaenea kila sehemu. Sisi tuwakumbusha tu. Wanasahtu lakum. Wanasahtu lakum. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Tatu, Jam'iyatu Ihya'i Turathi fil Kuwait. Jam'iyatu Ihya'i Turathi fil Kuwait, jumuiya ya kuhuisha turath iliyoko Kuwait. Ina jumuiya ambayo kwamba inafadhili harakati za Wahabi. Waladaiha mizaniyatun, na jumuiya hii ladaiha mizaniyatun dakhiliyatun, iko na budget ya ndani, yani inayotoka pale pale Kuwait, wa mizaniyatun, ina budget ta'ti min al-kharij, ambayo kwamba inayotoka nje. Hii jumuiya ya tatu. Jumuiya ya nne, Hizbul Adala fi Jakarta fi Indonesia, ikichama cha uadilifu kilichoko huko Jakarta, Indonesia. Tano, Jamaatu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i fi Yemen, kundi la Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, tulieleza ugaidi wa kimataifa katika darasa iliyopita. Sita, Jamaatu Ansari Sunnah al-Muhammadiyya fi Misr, kundi la Ansari Sunnah al-Muhammadiyya Misri, ambalo kwamba pia hapa lina tawi lake Tanga kule, linaloongozwa na Jahil Barahiyani. Saba, Jamaatu Salafiyya fi al-Jazair, Salafi wa Algeria. Nane, Harakatul Jihad al-Islamiyya fi Misr, harakati za jihadi ya Kiislamu, hiyo ni jumuiya nayo iliyoko Misri. Tisa, wa fil Pakistan, na huko Pakistan wal Hind na India, anshaat iddata madarisa, hizi jumuiya za Kiwahabi zimeanzisha madarasa nyingi, wa jamiatin shar'iyya, na university za Kiislamu za kisheria, bid'amin wahabi, kwa msaada wa Kiwahabi unaotoka kwa mawahabi, litakhriji talabati, litakhriji talaba, kwa ajili ya kutoa wahitimu wa asatidha na maustadh, darasu fiha alfikra alwahabiyya, wamesoma ndani ya university na vyuo hivyo fikra za Kiwahabi. Waladaihi mustidadun tamun, na wana maandalizi yaliyotimia kabisa. Wa muahalun, na wameandaliwa linashri alfikri alwahabi, kwa ajili ya kueneza fikra za Kiwahabi, wa da'wati nasi ilayhi, na kuwalingania watu katika fikra ya Wahabi. Laqad tabayyana, hakika imebainika, min al-asli sabiqa, kutoka katika hiyo mistari iliyotangulia, kaifiyatu tamwili lilfikri alwahabi salafi, namna ya kuzipatia fedha taasisi zinazoeneza
fikra za Wahabi au Salafi, ya namna ya kuzifadhili hizi fikra za kiwahabi na harakati zake. Unuakidu huna, na tunatilia mkazo hapa, bi anna awsa tariqa, kwamba njia pana zaidi litamwili, ya kuwapa fedha wanaoendesha fikra hizi za Wahabi, huwa tawkilu afradi, na kuwakilisha watu moja moja, mawthuqin, wanaoaminiwa, inda almuassasat alwahabia, wanaoaminiwa katika taasisi za kiwahabi, litawzii rawatiba, kwa ajili ya kugawanya na kusambaza mishahara, ala duati salafia, kwa walinganizi wa kisalafi, wayusiluha, na waifikishe mishahara lahum, kuwafikishia hao walinganizi wa kiwahabi, biaidihim, kwa mikono yao, haithu yaduruna fil aqalim, kwa namna ambayo wanazunguka katika vitongoji, walbuldan, katika miji, ala duati, wakiwazungukia walinganizi, walkhutabai, na makhatibu, wala imati, na maimamu, walwaadhi, na wahubiri, watoa mawaidha, wa baadhi dakatirat aljamiat, na baadhi ya madokta wa mauniversity, yusallimunahum tilka almabaligha, na wanawapa hizo fedha, yadan biyadin, mkono kwa mkono, hakuna banki, hakuna chochote, bihaithu, kuna namna ambayo kwamba la yadhhar, haidhihiri, wala taltafitu al-anzar, wala macho hayatizami, anna hunaka jamaa, kuona kwamba kuna grupu munadhama ambalo kwamba loundwa, au jam'iyatun, au kuna jumuiya au ahzabu na makundi, inma hunaka mashaikh, unaona tu kuna mashaikh wa ulama wa du'at na walinganizi, yudarrisuna ahkam al-Qur'an wa sunna, wafundisha ahkam za Qur'ani, hukumu za Qur'an na sunna, ala zamim, kwa madai yao. Hii ni njia ambayo kwamba ndio njia kubwa zaidi. Yaani kuna kwa unaona tu mtu mlinganizi hapa, mtu ana madrasa yake, ana harakati yake, unaona tu ni mtu mwenyewe tu anajitutumua na nini, kumbe la, kuna watu maalum ambao kwamba wanakuwa wanaleta zile bahasha. Mara nyingine wanunua mtu hata mtarika, labda maskini Mungu njaa zimemshika, hana istiqama na nini, wamnunua, fundisha hiki na hiki, tutakulipa kila mwezi, tutakupa gari, tutakupa nyumba, na wamefuata mashekhe wengi namna hiyo. Wayaltaqi haulai salafiyun, na hawa masalafi sasa ambao kwamba walo katika hii miji wanaolingania fikra za Wahabi, wanakutana birumuzi hadhihi alharaka, na viongozi wa haraka hii ya Wahabi alwahabia, fi alhajj, wakutana nao hija wal umra na umra, fi muntadayatihim almarufa, katika sehemu zao za mikutano maarufu, fi alharamain, katika Maka na Madina, na ghairihima, na sehemu zinginezo. Wayukaramu haulai duatu almusajarun, na wanakirimiwa hawa walinganizi walioajiriwa, birahalati alhajj wal umra, kupewa safari za hija na umra bure, wayahmiluna maahum alkutuba, wakienda kule wanabeba, wakirudi wanarudi na vitabu, wal ashrita, na makaseti, alati ambayo kwamba tahmilu alafkar aljadida, iliyobeba fikra mpya, au al-umur almustajidda, au mambo iliyozuka mapya, alati ambayo kwamba yuridu nasharaha, wanataka kuyasambaza, ulaika almunadhirun, hao wakubwa ambao kwamba wenye kuzipangilia hizi harakati, fi shatta albuldan, wanataka kuyaeneza mambo haya katika miji mbalimbali. Kwa hivyo hizi ndio njia ambazo kwamba wanazitumia. Utaona huku kuna watu kila mwaka waenda hija, kila mwaka Ramadhani waenda umra, maskini hawana kazi, hawana shughuli yoyote, wasema wao ni walinganizi tu wa da'watu salafia, yad'una lilkitabi wa sunna, wapata wapi fedha za kwenda hija kila mwaka? Mwenye maskini wapata wapi pesa za kwenda umra kila mwaka? Watu hatudadisi, lakini sisi tufahamu kwamba huyu ajifanya kwamba ni mlinganizi ila alkitabi wa sunna liwajhi Allah, lakini tufahamu la, huyu ameajiriwa, yule ameajiriwa, tufahamu kwa majina na tufahamu mmoja mmoja. Chuko vizuri sana. Na hapa kabla sijafunga darasa hii, kwa sababu samahatul imam hapa alikuwa akielezea jumuiya na taasisi za kiwahabi zilizoko nje au zilizoko kule kwa Warabuni. Sisi tuko Afrika Mashariki, kwa hivyo nasi lazima tueleze baadhi ya jumuiya za kiwahabi ambazo kwamba kazi yake kubwa ni kueneza fikra za uwahabi. Jumuiya hizo ambazo kwamba tazieleza hapa, nazo zina mizania, zina budget,
zinazotoka hapa ndani, lakini zina bajeti ambazo kwamba zinakuja kutoka nje. Jumuiya hizo namba moja kabisa, jumuiya kubwa zaidi ambayo kwamba yenye majukumu ya kueneza fikra za Uwahabi, kujenga misikiti ya Kiwahabi, kujenga madaris ya Kiwahabi, kuajiri walimu na kuwanunua mashekhe kwa ajili ya kueneza fikra za Uwahabi, ni taasisi ya The Islamic Foundation. Islamic Foundation ni taasisi ambayo kwamba iko Morogoro, inaendeshwa na bwana Arif Nahdi. Yeye si msomi taba, ni jahili tu kama jahala wengine, lakini yeye ndiyo kiongozi mkuu wa taasisi hiyo yenye makao makuu yake Morogoro. Ina kituo cha television ambayo kwamba kinaitwa TV Imani, na ina kituo pia cha redio ambacho kwamba kinaitwa Radio Imani. Taasisi hii ama jumuiya hii inakuwa inafanya kazi kuchangisha michango kila siku, kila saa na kila mwezi kutoka kwa watu mbalimbali kwa ajili ya kufadhili harakati hizi za Kiwahabi. Lakini pia taasisi hii iko na mafungu na iko na budget kubwa ambayo kwamba inayotoka nje kutoka katika taasisi mama za Kiwahabi ambazo kwamba tulizozieleza hapa. Taasisi hii ni hatari sana. Imeeneza fikra za Uwahabi ndani ya Tanzania kwa namna ambayo kwamba hakuna taasisi nyingine iliyofanya kazi hiyo. Na lilasafi shadidi, kuna baadhi ya watu wa tariqa walivyokuwa hawajitambui pia huwa wanaisapoti taasisi hii, ima kwa kuchangia michango ama kwa njia nyingine. Ufahamu, ukichangia michango taasisi ya The Islamic Foundation, unachangia kupotosha watu na unachangia kueneza fikra mbovu ambazo kwamba zenye kupingana kabisa na misingi ya Uislamu. Tahadharini kabisa kushirikiana na taasisi hii ya The Islamic Foundation. Hii ni ya kwanza. Ya pili, Tanga ni taasisi ya Ansari Sunna au vijana wa Ansari Sunna iliyoko Tanga, inayoendeshwa na bwana Barahian. Taasisi hii pia ni katika taasisi mama hapa nchini ambazo kwamba zimefanya ufisadi mkubwa wa kueneza fikra hii ya Uwahabi. Lakini pia tumesoma katika baadhi ya vitabu pia taasisi hii ilifanya ufisadi mwingi, wizi wa kifedha. Haya yameelezwa katika baadhi ya vitabu, tena baadhi ya vitabu vya Kiwahabi. Lakini pia twasikia uko Tanga wamedhulumu baadhi ya watu mali zao. Lakini pia tulisikia kiongozi huyu wa taasisi hii, tulisikia kutoka mmoja katika mawahabi kwamba aliiba pesa za vijana wa Ansar, yani mawahabi, milioni 200 kama hicho. Na nafikiri watu wote wafahamu majibizano waliokuwako baina ya Barahiani na Kasim Mafuta, au na vijana wa Kasim Mafuta na wafuasi wake, yeye mwenyewe na wafuasi wake, kuhusu hizo fedha milioni 200 za mawahabi alizoziiba bwana huyu. Hatuko katika kujadili wizi wa hawa watu, kwa sababu hayo ni mambo ya kawaida tu katika taasisi zao. Lakini tupo katika kujadili taasisi hii ni katika taasisi mama ambazo kwamba zina misikiti, zina marakiz na zina mashekhe ambao kwamba zimewaajiri, zinawalipa, kazi yao ni kueneza fikra za Uwahabi. Lakini taasisi ya tatu ni taasisi ya Albani iliyoko Buguruni. Pia taasisi hii kazi yake ni hiyo hiyo, kueneza Uwahabi, na kwa muda mrefu imekuwa na ajenda hiyo. Taasisi ya nne katika taasisi kubwa ni taasisi ya Ibn Taymiyyah iliyoko Pongwe, inaongozwa na bwana Kasim Mafuta na kina Muhammad Mafuta na genge lao. Pia taasisi hii angaa haina uwezo mkubwa hivyo wa kifedha, lakini ina uwezo mkubwa wa kiharakati. Wana markazi pale wakusanya vijana, wasomesha fikra hizi za Kiwahabi na kuwasambaza katika mikoa na miji mbalimbali kwa ajili ya kueneza fikra hizi za Uwahabi. Lakini pia taasisi ya tano katika taasisi hizo ambazo kwamba zenye mirengo hiyo ya kueneza fikra
kwa njia ya kuwaunda na kuwatengeneza na kuwanoa vijana kwa kuwafundisha fikra hizi na kuwabebesha na kuwajaza fikra hizi na kuwasambaza katika mikoa na miji mbalimbali ya Tanzania ni taasisi ya Omar ibn Khattab iliyoko Jangwani, Kariakoo. Taasisi hii pia kazi yake ni hiyo hiyo na majukumu yake makubwa ni hayo hayo. Hizi ni baadhi ya taasisi kubwa hapa nchini ambazo kwamba kazi yake ni hiyo. Kwa hivyo tutoa tahadhari kwa Waislamu wote, tutoa tahadhari kwa watu wote wa tariqa kushirikiana na taasisi hizi kwa namna moja au nyingine, kushirikiana na watu na viongozi wa taasisi hizo kwa namna moja au nyingine, na tuwahusia kuzikata kabisa moja kwa moja taasisi hizi na waasisi wake, kwa sababu ukiwaunga waasisi hao na taasisi hizo utakuwa unasaidia na unaunga mkono kueneza fikra mbovu hizi za kiwahabi, fikra za kigaidi hizi ambazo kwamba zimekuwa ni saratani hatari sana, ambayo kwamba kila mmoja sasa apata maumivu yake hapa nchini na sehemu zinginezo. Lakini pia tukija kwa masheikhe wa kisalaf ambao kwamba pia kazi yao na lengo lao ni hilo la kueneza uwahabi, tutataja pia baadhi yao na tukipata fursa tutakuja kutaja baadhi nyingine ili watu waweze kutahadhari nao. Kwa hapa Dar es Salaam masheikhe ambao kwamba walianza kueneza fikra hizi ni kina Juma Poli, sijui yuko hai sio amekufa, Allahu alam. Juma Poli, kina Mzee Mnenge naye huyo amefariki. Lakini kuna Muharram Juma Doga, si yuko hai sio amefariki, ni wahabi. Kuna huyu mzee nani huyu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Mzee Tahabane, wahabi huyu. Hawa ni wahabi ambao kwamba wa kitambo, ambao kwamba ni mawahabi kama wahabi wengine. Lengo lao, kazi yao kubwa ni kueneza fikra za kiwahabi. Kwa hiyo tuliosema kwa jumuiya za kiwahabi tuwasema pia kwa wao. Lakini kuna bwana Abdul Qadir al-Ahdal ni jiwahabi pia hili. Msigurike kwa kualiko huyu bwana na baadhi ya matarika njaa katika misikiti yao na katika vituo vyao na katika masajidi yao, tutasema ni matarika njaa, wasiojiamini, wasiojitambua. Huyu Abdul Qadir al-Ahdali ni wahabi kama wahabi wengine. Tuliosema kwa jumuiya za kiwahabi tuwasema pia kwake. Ndugu yake Nuruddin Kishki. Na tumesahau taasisi ya Al-Hikma. Tulisahau taasisi hii. Taasisi hii pia ni katika taasisi mama za kiwahabi hapa Dar es Salaam. Lengo lao, shabaha yao ni kumiliki misikiti, kuvamia misikiti, kumiliki masajid, na wana mashekhe na maustadhi na makhatibu katika miji mbalimbali, sehemu mbalimbali, ambao kwamba wanawalipa na wana budget inayotoka hapa nchini na inayotoka nje kwa ajili ya kueneza fikra hizi za kiwahabi. Kwa hivyo tahadharini sana na bwana Nuruddin Kishki, Abdul Qadir al-Ahdali na taasisi yao ya Al-Hikma. Sipeleke watoto wenu katika mashule yao, sipeleke watoto wenu katika madaris zao, watawamezesha fikra za kiwahabi na watawaua kiimani na kiroho. Lakini pia katika mawahabi hao ni bwana Qasim Mafuta, Muhammad Mafuta, Salim Barahiani, kuna Muhammadain wa Arusha, fikiri kijana afahamika na Muhammadain, pia huyu ni wahabi. Kuna Mansur wa Mwanza, yule kijicho yule naye wahabi, na mawahabi wengine. Pia television ya ile ya Mahasin TV ni ya kiwahabi. Kuna jumuiya nyingine pia tumeisahau, The Nurain iliyoko Iringa, pia hii ni taasisi ya kiwahabi. Msiungane nayo, msishirikiane nayo. Pia hasa pale Mombasa kuna bwana Bahero, wahabi huyu kama wahabi wengine. Kuna Islam, wahabi kama wahabi wengine. Islam Muhammad Saleh, kitu kama hicho. Ali Bahero au Ali Mkidhi, wahabi pia hili. Pale kuna bwana mwingine yule mtu wa mavisa, nani yule? Hassan Ahmed,
Hassan Ahmed, huyu yule bwana wa mavisa yule, kasasi mkubwa huyu, na ni wahabi kama wahabi wengine. Hizi ni baadhi ya jumuiya na baadhi ya taasisi na baadhi ya vigogo vya wahabi hapa kwetu, lopenda kuashiria kwa ajili ya kuwatahadharisha watu. Wa illa biidhnillah, wengine watakaotuhudhurikia tutawataja katika darasa zingine. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.